Na ndio huo ambao unajitokeza hata wakati wa ubatizo. Muamini yeyote ili awe muamini wa kweli wa Mungu lazima batizwe katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambalo jina hilo ni jina la Yesu. Lakini lazima nafsi tatu ziweze kuhusika. Ikikosekana moja, ubatizo huo ni batili. Huu ndio Utatu Mtakatifu jinsi ambavyo ninauelewa mimi kwa mujibu wa Biblia takatifu. Sawa, sasa utaratibu utakuwa mtu ambaye ana swali unakuja tu unasogea hapa, unakuja moja kwa moja unauliza, alafu unajibiwa. Au kuna nifikiri utamuuliza. Unawauliza walimu. Ndio, mnawauliza walimu maswali. Sawa. Mwenye swali aje aulize. Karibuni sana. Hapa mbele unakuja unauliza, unasema unamuuliza mwalimu nani na swali lipi, au kama unaweza kauliza wote wawili kwa maswali tofauti. Sawa, karibu. Simama. Lakini mwenyekiti, nilikuwa naomba tuwe tunawahoji kama itapendeza, kama nilikuwa maswali. Asante kwa walimu wote, ninawashukuru. Lakini mimi natamani niulize, swali langu litaegemea kwa mwalimu Mwankemwa. Lakini pia hata kwa mwalimu Ndacha. Nilikuwa natamani kwamba swali langu nikiuliza lijibiwe na walimu wangapi? Wawili. Mwalimu Mwankemwa ametumia vitabu vya Ellen G. White, na mimi nilikuwa naomba nitumie kitabu hichi, Pendo Lisilo Kifani. Katika Pendo Lisilo Kifani sura ile ya kwanza ukurasa ule wa 9 anaelezea mpango wa uumbaji. Anasema hivi: Baba alishauriana na mwana wake kuhusu kuchukua hatua mara moja juu ya mpango wao wa kuwafanya wanadamu kuishi duniani. Sura ya pili anasema hivi, kwenye sura ya pili ukurasa wa 10: Baba na mwana walianza kazi ile kuu na ya ajabu waliokuwa wameipanga kuiumba dunia. Naruka kidogo hapo. Walipokwisha kuiumba dunia na wanyama juu yake, Baba na mwana walitekeleza kusudi lao lililopangwa kabla ya kuanguka kwa Shetani kuwafanya wanadamu kwa mfano wao wenyewe. Walikuwa wamefanya kazi pamoja katika uumbaji wa dunia na kila kiumbe hai kilichokuwa juu yake. Na sasa Mungu alisema kwa mwana wake, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Swali langu hapa, Ellen G. White ananukuu mwanzoni mwa uumbaji, na mwalimu Mwankemwa amemtumia Ellen G. White akiwa anaamini vitabu vyake. Sasa mimi swali langu hapa, je, kwenye uumbaji tunasikia ni Baba na Mwana. Je, Roho Mtakatifu halisahaulika kwenye uumbaji? Swali la kwanza. Swali la pili, na atakapokuja kujibu nilikuwa naomba ajibu kama anakiamini kitabu hichi. Labda huenda anaamini vichache lakini vingine haviamini. Kama anaamini kitabu hichi, atuambie, je, Mungu na Yesu walimsahau Roho Mtakatifu kumuhusisha kwenye uumbaji? Kitu kingine, kama sio Mungu na Yesu walisahau, Ellen G. White alisahau kumtaja Roho Mtakatifu kwenye uumbaji? Swali la mwisho ni hichi kitabu hichi tu. Sura ya mwishoni kabisa ule ukurasa wa 130 anasema hivi: Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu mwenyezi na mwana kondoo ndio hekalu lake. Ananukuu Ufunuo 21 fungu la 22. Watu wa Mungu watapendelewa kufanya ushirika na Baba na Mwana. Sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Anaelezea kwamba watu wa Mungu watakaoshinda na kwenda mbinguni watapewa nafasi ya kushiriki kumuona Baba na Mwana. Roho Mtakatifu naye tutamuona kama watakavyomuona Baba na Mwana? Kama hatutamuona, hapa Ellen G. White alisahau kumtaja Roho? Na kama kuna uwezekano, kuna swali la mwisho. Ametumia kitabu kile cha Mathayo kwenye ubatizo. Mimi nimesikia utatu ni kusema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Sasa kwenye kitabu cha Mathayo Yesu anasema kwamba nendeni mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho. Nilikuwa naomba sasa andiko kwenye Biblia
liseme nendeni mkawabatize kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho. Na kwa naomba na hilo andiko litoe kwenye Biblia. Asante. Sawa, mwalimu kama karibu. Ndugu yangu huyu bahati mbaya mimi simfahamu jina, lakini ameuliza maswali mengi hapa. Amesema amenukuu, kwanza amesema ninashukuru Mwankema anatumia nukuu za Ellen White. Ni kweli kwa sababu nyinyi ni Wasabato. Kama vile ambavyo Mwalimu Ndacha akiongea na Waislamu anatumia Qur'ani na vitabu vya hadithi, lakini yeye lengo ni kuwafungua akili zao. Kwa hiyo na mimi natumia vitabu vya Ellen White ili kufungua angalau akili zenu. Sasa ukauliza swali kwamba umesoma pale kwamba kwenye vitabu vya Ellen White kwamba panaonekana tu kwamba ni Baba na Mwana ndio wanahusika na uumbaji. Ukauliza swali, je, Roho Mtakatifu alisahaulika? Roho Mtakatifu hajasahaulika, ila ni nyinyi mnaposoma mkifika kwa eneo ya Roho Mtakatifu mnaruka. Kwa mfano, Ayubu 33:4 anasema hivi, Roho ya Mungu imeniumba na pumzi za Mwenyezi hunipa uhai. Huyu Roho wa Mungu ndio Roho Mtakatifu, imeniumba. Haya, kana kwamba haitoshi hapo, angalia Zaburi 104 mstari wa 30. Anasema, waipeleka roho yako wanaumbwa, nawe waufanya upya uso wa nchi. Waipeleka roho yako nao wanaumbwa. Kwa hiyo tayari aya mbili ndani ya Biblia zinazothibitisha kwamba Roho Mtakatifu anahusika na uumbaji. Nimeanzia huku nikiwa na maana, kwa sababu katika Mwanzo ndio pale sasa ukisoma Mwanzo sura ya kwanza panaposema hivi, Mwanzo sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Sasa kuna wengine wao wanasema huyu Roho wa Mungu ametulia tu, yeye hafanyi chochote, ila ni Baba na Mwana. Ndio maana nikatangulia kusoma Ayubu 33 kwamba huyu Roho aliyetulia juu ya uso wa vilindi vya maji ni muumbaji pia, anaumba. Ayubu 33 na Zaburi 104. Na ndio ukauliza, je, Mungu na Yesu walimsahau Roho Mtakatifu? Hakuna, tayari nimeshakuthibitishia hapa. Alafu kafika ukauliza kwamba je, kuna aya yoyote ndani ya Biblia inayosema Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Kwamba aya moja kama unavyoitaka wewe ipo, ila neno moja ndilo ambalo limebadilika na ambalo ndilo linawachanganya. Aya yenyewe ni hii, Mathayo sura ya 28. Nataka nikaangalia hapa nikuonyeshe hiyo aya. Mathayo sura ya 28 na mstari wa 19, ambao ndio nilikuwa namuuliza na Mwalimu Ndacha hapa. Basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ndio uungu ambao jina ni moja. Jina hilo Matendo 2:38. Petro akasema, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi. Kwa jina lake Yesu Kristo. Sasa hili jina Yesu Kristo ni nani? Yesu Kristo ni nani? Kitabu cha Tito sura ya 2 na ule mstari wa 13 na wa 14. Yesu Kristo ni nani? Anasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Si umeona hapa? Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu. Tayari hapa huyu ambaye ni Mungu mkuu ana vyeo viwili. Cha kwanza ni Mungu mkuu na cha pili ni mwokozi wetu. Lakini jina lake Yesu Kristo. Kwa hiyo ulipouliza kwamba ninataka aya moja kwenye Biblia iseme, aya yenyewe ni Mathayo 28:19. Pale paliposema jina, wewe weka Yesu. Alafu Yesu Baba, Yesu Mwana, Yesu Roho Mtakatifu, na ndio ubatizo unakamilika, wala sio mamlaka kama wengine wanavyofundisha. Asante sana. Sawa, mwingine tena mwenye swali? Karibu sana, uulize maswali yako. Tafadhali ambaye atakuwa na swali asogee kabisa jirani hapa, ili tukikuita unakuwa jirani, sio unatumia muda mrefu sana kufika mbele. Karibu. Asante sana. Yaani kwa kweli nimekuja hapa naona kama nimechanganyikiwa zaidi.
Kwa nini? Kwa sentensi aliyomalizia kusema kwamba tukitumaini sijui kile Biblia, naomba nisomee hapo. Tukitumaini, umesemaje? Tumaini la Yesu Kristo Mungu mkuu. Ilisoma hilo fungu jamani. Nisome hilo fungu. Haitasikika sauti. Mwalimu sema nitapata sauti huko. Sasa aliposema vile, kuna swali liulizwa hivi, aliyekufa ni nani? Akajibuje? Kristo Yesu. Ndio Mungu mkuu alifanyaje? Si ndio alivyosema mara kwanza? Aliulizwa aliyekufa ni nani? Akasema Kristo. Na hilo fungu linasemaje alilosoma hapa? Amesema Kristo Mungu mkuu ndio aliyekufa. Aliyemfufua ni nani? Lakini sasa jamani, mimi ni mwalimu nafundisha Kiswahili. Nomino Mungu ni jina, nomino dhahania. Sawa? Lakini akija hapa anasema sio jina. Alafu alipozaliwa ataitwa Yesu. Na kuna fungu linasema kwamba atarithi. Mimi naitwa Emmanuel, jina la ukoo. Lakini kazi inajulikana Patrick. Nimerithi jina gani? Patrick. Jina langu ni nani? Emmanuel. Yesu aliitwa Yesu, sio jina alilorithi. Alilorithi pale ni jina la Mungu. Hapa tunakuja hapa tunachanganyikiwa jamani. Sasa mimi Mwankemwa labda nimuulize swali kwamba Yesu alizaliwa lini? Maki kitu kinanichanganya kila wakati. Alizaliwa lini? Na alafu kuna andiko ambalo mimi nijua kwamba watu ni wasomi. Mnasoma Biblia wakati mwingine mnatupiga chenga. Mkiona Kiswahili kina nini mnahamia huko. Mungu mwana. Tunapata kwenye lugha gani nyingine ambayo inasema hiyo Yohana 18 ngapi ile kwamba Mungu mwana. Imesema wapi kwamba kwa lugha hii hapa na pale imesema Mungu mwana. Na hapa imesema Mungu mwana. Akisoma hapa kwa sababu ni dokta, akienda kwenye Kiingereza anasema tofauti, asomi kule, anakaa huko. Kwa nini jamani tunapoteza muda? Tu jamaa tunyoshe Biblia inavyosema. Maana Biblia inanyoka tu maelezo. Ikumbuke siku ya Sabato iko hewani. Fanya vinaeleweka. Lakini tukija hapo kisema pale mnajaza vya kwenu. Jamani tunachanganyikiwa. Yaani mpaka najiuliza nimekuja mpaka na vitu vilikuwa vingi. Asante. Mwalimu Mwankemwa, Yesu alizaliwa lini? Sawa. Dokta karibu sana. Kwa dakika chache uweze kutujibu ni lini Yesu alizaliwa. Asante sana. Kwanza nimefurahi kwamba ninaongea na mwalimu. Nimefurahi. Swali lako ni lini Yesu alizaliwa. Sasa ingetakiwa utuambie unataka tukuambie alizaliwa, yani alizaliwa kwa namna gani? Kwa sababu kuna maandiko yanayosema mzaliwa wa kwanza katika Kolosai 1:15, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, ambayo hayo kwa lugha ya Kiunani inaitwa prototokos, the one who went forth to bring forth an eminent. Yani katika ule mpango wa ukombozi nani aliyetangulia kwenda mbele? Ndio maana nikakuuliza ni kuzaliwa kwa namna gani? Kwa sababu kuzaliwa kwa mwili kuja kwa Mariamu ndio tarehe 25 mwezi wa 12. Ndio tarehe. Subiri sasa, si ulikuwa unaongea hapa? Sasa wewe mwalimu kila kitu unachanganyikiwa. Ukifanya hivyo, Yesu amezaliwa mara moja, ni ya mwili aliyokuja kutokea tumboni kwa Mariamu. Lakini kule kutokea kwa Mariamu. Hebu ngoja. Huyu nafikiri hamjamuandaa huyu. Hebu njoo hapa. Huyu anataka kujua Yesu alizaliwa lini. Yaani kwenye habari ya utatu ndugu yetu Patrick hana shida. Ila tu amebaki hapa sasa kujua kwamba Yesu amezaliwa lini. Kuzaliwa kwa Yesu unakokuulizia. Sogea tena. Ni kuzaliwa kwa aina gani unachotaka? Paka Yesu alipoanza kuitwa mwana wa Mungu. Alipoanza kuitwa mwana wa Mungu ni lini? Alipoanza kuitwa mwana wa Mungu ni milele. Ni milele. Yeah. Kwa hiyo alizaliwa milele. Sio alizaliwa milele. Ndio maana nikakwambia hiyo ya kuzaliwa milele haipo. Yeye ni mwana wa Mungu milele. Ila alipotoka kwenye huo milele wake kuja huku duniani alipozaliwa na Mariamu, hapo ndio amezaliwa na mwanamke. Ukitaka haya nakupa. Cha pili, kuna Mungu Mwana, Mungu Roho na Mungu Baba. Walipokaa kikao, ilikuwaje majina yakatokea? Basi nisaidie. Majina gani sasa?
Mungu Mwana, Mungu Roho, Mungu Mtakatifu. Asante sana. Kwa sababu ya utendaji wao kazi, Isaya sura ya 6 mstari wa 8 anasema hivi, ndipo nikasikia sauti kisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, nitume mimi. Sasa ukisoma, ukienda hiyo Isaya sura ya 6 na ule mstari wa 3, unakuta pale maserafi wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Ile mtakatifu ya kwanza ni ya Baba, mtakatifu ya pili ni ya Mwana, mtakatifu ya tatu ni ya Roho Mtakatifu. Sasa hii ya pili ndio yule aliyekuja duniani ambaye ni Mwana. Na Yesu anamsema kwenye Yohana sura ya 12 ule mstari wa 38 mpaka 40 kwamba Isaya alishasema habari zake. Sasa kwa sababu Mungu ni roho haonekani, ndio maana ikabidi Mwana achukue mwili unaoitwa Kristo ambaye ni nafsi ya pili katika utatu, ndio aliyokuja duniani na kuja kutukomboa. Alipomaliza akarudi, akaondoka, ndipo sasa tunaye Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi ya tatu ya uungu katika utatu mtakatifu, ndiye tuliye naye mpaka leo. Sasa hapa uliongea ukasema kuna nomino dhahania, si ndio? Kwa maana unamaanisha common noun, si ndio? Kuna common noun, alafu kuna proper noun, alafu kuna collective noun, alafu kuna abstract noun. Sasa ukisema Mungu ni common noun, lakini ukisema Yesu ni proper noun. Wale mnaotufuatilia, proper noun manake ni jina lako halisi. Yaani kwa mfano ukisema rais, sawa ni jina, lakini ni nomino tahajia. Lakini ukisema ukamtaja na jina lake kabisa, hiyo ndio tunaita jina lake halisi. Kwa hiyo hapa ukisema Mungu, ukimsema Mungu umesema cheo au sifa yake, lakini ni nani? Jina lake nani? Anaitwa Yesu Kristo kama nilivyothibitisha. Wewe unauamini utatu? Siamini utatu. Sasa kwa nini usiamini utatu wakati hapa nimekufundishia habari za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Kwa sababu kuna andiko moja limetaja pendo la Yesu na Mungu likataja na ushirika wa Roho Mtakatifu. Ni Wakorintho wa kwanza 13:14 anasema hivi, nikusomee. Kwamba upendo wa Mungu, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu. Sasa si utatu huo? Sasa kwa nini Mungu limetajwa pale? Linapotajwa Mungu pale linamwakilisha Baba. Sio kwamba Mungu kwa maana ya Mungu yote, hapana. Vinginevyo ingetaja Yesu ambaye ndio jina la Mungu mkuu. Sasa kwa nini imetofautisha hapo? Imetofautisha kwa sababu hii. Nimekuambia kwa sababu ya majukumu ya utendaji. Ndio maana pale pakasema Mungu. Lakini jina, ukitaka jina halisi la huyo Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, jina ni moja, Yesu Kristo, sawa sawa na Tito sura ya 2 mstari wa 13. Sasa kama utaukataa utatu, kwa sababu hiyo manake wewe umeukataa wokovu wa Mungu. Unajua hilo? Sijakataa wokovu. Isipokuwa tu ni kwamba sasa unaokolewaje wakati unakataa utatu? Waambie watu. Kwa nini Roho Mtakatifu hajui siku ya kurudi Yesu Kristo? Roho Mtakatifu wapi pamesema hajui? Anasema hivi, hakuna ijuaye siku ya kurudi kwa mwana wa Adamu. Sasa maandiko. Mimi nitakukumbusha, ni Mathayo 24:36. Anasema lakini kwa habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuaye, wala mwana wala malaika, ila Baba peke yake. Sasa Roho Mtakatifu hapa ameingiaje? Inaonekana mnamchukia sana Roho Mtakatifu. Mchukii, tunataka Biblia tusome kama inavyosema. Asante sana. Kwa sababu hata ukiangalia baadhi ya mafungu, sawa, anasema kwa habari ya basi ngoja mimi nishuke kwanza. Asante sana. Ngoja kwanza malizeni kwanza hili swali. Asante. Ili swali nalouliza kwamba kwa nini sasa Baba pekee ndo anayejua wakati wao wapo watatu na hao watatu ni mmoja? Ni kwa sababu wa Filipi 2 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 6 kwamba huyu mwana alikuwa amejivua utukufu akajinyenyekeza. Ndio sababu alikuwa anaongea vitu vingine kana kwamba yani kana kwamba yeye havijui. Ni kwa sababu amejivua utukufu. Lakini akija kwenye utukufu wake unamsikia ndio anayesema mwana wa Adamu atakuja na malaika zake. Sasa unafikiri atakujaje? Anamuulizia roho. Ndio maana nimemwambia roho hayupo. Nimemjibu kwamba pale roho hayupo. Anatajua mwana na malaika. Roho hayupo. Tumeshamsaidia. Sawa. Kwenye lile swali la kwanza ambalo alikuwa anauliza. Aliuliza Yesu alizaliwa lini? Yesu alizaliwa lini? Tunasema Yesu yule aliyekuja duniani ni mwana wa Mungu. Ndio. Na yule Mungu wa mbinguni ni baba yake. Ndio. Hayo mahusiano yao yakoje? Kwa sababu yeye alikuwa anauliza alizaliwa lini. Sasa mimi nauliza alizaliwa au hakuzaliwa? Na je, alianza kuwa mwana baada ya kuzaliwa na Mariamu au alikuwa ni mwana kabla ya kuzaliwa na Mariamu? Huyu alikuwa ni mwana hata kabla ya kuzaliwa na Mariamu.
Mahusiano yao yalikuwa hivi. Kwa sababu Mungu tangu alipoiumba ulimwengu alishajua nini kitakachotokea na nani atafanya nini. Ndio maana Mungu alikuwa anajua hata kwamba Adamu atakosa. Mungu alikuwa anajua kabisa na kwamba ameweka mpango huo. Lakini katika mpango huo ni kwamba nani atafanya nini na nani atafanya nini ulikuwepo tangu zamani. Ndio maana katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 inasema uzao wa mwanamke utamponda kichwa. Sasa huu unaosema uzao wa mwanamke umeingilia wapi hapo? Toka kitabu cha Mwanzo, wakati tu ndio dhambi imeanza. Maana yake ule mpango ulishakuwepo tangu zamani. Ndio maana Baba alikuwepo, ni wa milele, Mwana ni wa milele na Roho Mtakatifu ni wa milele. Waebrania 13:8 anasema Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo ni mpango uliokuwepo tayari. Sasa swali la turudi tena mwanzo. Huyo mwana aliumbwa au alizaliwa? Na ndio swali lilokuwa la huyo. Alizaliwa lini? Mwana hakuumbwa wala hakuzaliwa kwa sababu yeye ni neno na ni Mungu. Sasa Mungu hajawahi kuumbwa wala kuzaliwa. Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwa hapo neno na neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu. Sasa mwana hajazaliwa kwa maana hiyo kabla ya Mariamu, na kwa sababu yeye haumbwi kwa sababu yeye ni Mungu. Unajua mafungo tunayosoma haraka hata hiyo Yohana tunayoisoma hiyo. Hapo mwanzo hakuna wengine. Mwingine mwenye swali aje. Yes. Nakushukuru sana, mwenye swali aje. Watu ambao wanauliza maswali, wewe unavyojiandaa na swali sogea kabisa hapa mbele ili tukaposema tu uulize unapanda moja kwa moja. Karibu uulize Isaac Ndeme maswali yako. Mwalimu Ankemwa njoo uulize moja kwa moja. Mwalimu Ankemwa anasema ya kwamba Yesu hakuzaliwa. Sasa naomba unisaidie kuelewa andiko hili tunaposoma kwa Kiingereza. Tunaposoma kwa Kiingereza kitabu cha Yohana 3 mstari wake ni wa 16. Pale neno ambalo linatumika pale tunaambiwa begotten son, and he gave his begotten son. Sasa wamesema Yesu hakuzaliwa. Nini maana ya begotten son? Nini maana ya begotten son? Asante, karibu. Maana ya begotten son, mimi naomba niisome sasa kwenye lugha yake ya asili. Wewe umesoma kwenye Kiingereza, mimi nataka tuisome kwenye Greek ili tupate maana ya begotten son. Yes, Yohana 1:18. Hii begotten inamaanisha nini? Yohana 1 okay, Yohana 1 naomba tutafute hapa. Tunatafuta Yohana 1:18. Anasema hivi, Yohana 1:18. Naomba na leo tusome wote. Tusome wote. Heuraken popot monogenes theos hoon eiston kolpon. Ninasoma hapa. No one has seen God God ever yet, the only begotten. Begotten hili hapa neno monogenes theos. Lazima theos ni Mungu. Monogenes, mono kwa Kiyunani maana yake moja. Genes ndio tumepata neno gene, yani kinasaba. Kwa maneno mengine hapa huyu mwana maana yake ana kinasaba kimoja na Mungu. Monogenes theos ndio maana ya begotten. Ila sasa huyu akiwa monogenes theos, yeye aliamua kujishusha. Ndio maana tunamuita mwana, lakini ni monogenes theos kwa lugha yake ya asili. Nafikiri umeelewa sasa. Kwa hivyo wamesema monogelos, wamesema ni jambo linalotokana na asilia moja na yule baba. Yes. Kwa hivyo Yesu ako na mwanzo ambao unatoka kwa baba. Mwenye mwanzo sawa na Mungu, yani kwenye chanzo kimoja, mono. Na kwa Kiingereza begotten. Sasa kwa Kiingereza ndio hapo nikakwambia aliposema begotten, kwa maana kwamba huyu hapa kwa sababu kwa kuitwa mwana yeye kajishusha, kajivua utukufu kwa mujibu wa Wafilipi 2:5-7. Ndio sababu huko akaitwa begotten. Lakini ubigotten wake una asili moja hii hapa, monogenes theos. Kwa hivyo kwa mujibu wa ile andiko
na tunaposoma Mathayo 3:16, sauti iliyokuwa inatoka mbinguni, hiyo sauti ilikuwa inadanganya kwamba huyu ni mwanangu? Hapana, ilikuwa haidanganyi. Ndio unisikilize sasa. Kumbe swali lako ndio linathibitisha hii monogenes theos niliyokuambia alijivua utukufu. Kwa sababu hiyo ni sauti ya Baba. Inasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Lakini anaposema ni mwanangu mpendwa wangu, asili yao wote ni moja. Ila tu mmoja aliamua kujishusha kidogo. Na ndio maana anasema huyu ni mwanangu, manake yeye ni Baba. Ndio ile Yohana 14:28. Mlisikia nasema naenda kwa Baba kwa sababu Baba ni mkuu kuliko mimi. Kwa sababu Baba hajawahi kuchukua mwili kama alivyochukua mwana ili aweze kujishusha na kuja kukaa na watu duniani kwa ajili ya ukombozi wake. Naomba uweze kunielewa hivi Bwana Mwankemwa. Hapo unasema vizuri ya kwamba ako na asili ya Baba. Ako na asili ya Baba. Tunapokuja kwa chanzo chake, inamaanisha huyu alitoka kwa Baba. Sasa nataka tuelewane hapo. Alitokaje kwa Baba kabla ya kujishusha ili awe na mwili ama akachukua mwili wa mwanadamu? Ilikuwa kuaje hapo? Alitokaje kwa Baba? Maana tayari hapa inasema ako na asili sawia na ya Baba. Hii monogenes ambayo vile ambavyo imesemwa hapa. Sasa kabla akuwe na asili ya Baba, ilikuwa kuaje ndio akatoka kule? Asante sana. Ukirudi kusoma katika lugha ya Kiebrania, nashukuru umeuliza swali zuri na la kisomi na kupongeza. Hiki ndicho ambacho huwa tunasema Mungu ni Elohim Ehad. Sio swala la alitoka, yani kwamba alikuwa humu ndani alafu katoka. Tangu awali alikuwa Ehad. Ehad ni kama hivi tulivyo mimi na wewe hapa, rafiki yangu Isaac Deme. Sisi wote mimi na wewe ni binadamu, si ndio? Lakini je, mimi ndio wewe? Siwezi kuwa wewe. Lakini sisi wote ni nani? Kwa hivyo unamaanisha subiri sasa. Sisi wote ni nani? Ni wanadamu. Ni wanadamu. Sasa ndio maana ya Ehadi, ambayo hiyo Ehadi unaipata kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24, kwamba mume na mwanamke akawaita, yani wote anasema akawaunganisha wakawa mwili mmoja, yani mwanaume na mwanamke. Limetumika pia neno Ehadi, lakini mwanaume sio mwanamke wala mwanamke sio mwanaume. Kwa hiyo unakuta neno Ehadi limetumika kwa watu wa ndoa, mwanaume na mwanamke, kuonesha umoja wao, na neno hilo hilo ndio limeenda kutumika kwa Mungu kwenye Kumbukumbu la Torati 6:4. Shema o Israeli, Yahwe Elohim, Yahwe Ehadi. Yani sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni mmoja, lakini huyo Bwana mmoja, ndani ya huyo Bwana mmoja kumegawanyika, ziko nafsi zaidi ya moja, Ehadi. Na ndicho hiki ambacho kinaendelea mpaka huku. Na ndio maana nikasema sisi ni binadamu, lakini wewe ni kwa hapa sasa sisi wote ni wanaume, lakini wewe upo na mimi nipo, lakini wote ni wanaume. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Kwa hivyo unamaanisha mwanzo Baba alikuwa na Mwana alikuwa kama vile ambavyo ametoa mfano. Ndio. Kwa sababu Yesu Kristo ni yeye yule jana, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hivyo kama kuna jana yoyote kati ya wawili ambao wamesimama, ni nani mkuu? Waliosimama kwa lini sasa? Tumeelewana vizuri. Ndio. Baba amesimama hapa, Mwana amesimama hapa. Ni nani mkuu, ama ni nani aliyekuwa wa kwanza kuwepo? Wote walikuwepo. Kwa andiko lipi? Hakuna aliyetangulia kuwepo. Kwa andiko lipi? Waebrania 13:8. Hebu tusome. Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo kama kuna milele yoyote unayoifikiria wewe, huyo unayemsema yupo. Kwenye hili andiko la Yohana 5:28, 14:28, Yesu anasema Baba ni mkuu kuliko mimi. Anaposema Baba ni mkuu kuliko mimi, anamaanisha nini? Anamaanisha hivi, baada ya yeye kwenye Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 7 aliposema yeye ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu, monogenes theos, sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Kwa hiyo alipokuwa ana mfano wa mwanadamu sasa, ambaye ni nafsi ya pili katika utatu ambayo ni Mwana, ndio akaanza kuaddress Baba. Lakini katika usawa wao wako sawa. Kwa maana ya nini? Monogenes theos. Tunaporudi kwa mada yetu, wamesimama wawili. Hapo ndio nataka tuzingatie.
mwanzo wa mwana ni upi, ametoka kwa nani, na umekuwa kuwaje mwana, anakuwa kuwaje mwana? Nimekuambia ili swala la mwana yani lipo tangu milele, usiseme amekuwaje kuwaje. Swali langu la mwisho, huwa mnatumia andiko. Mimi nisikuulize sasa wewe. Sasa mimi ndio nimesimama hapa nikuhoji. Swali langu la mwisho, huwa mnatumia kitabu cha Mwanzo 1:26 ya kwamba walikuwa watatu waliokuwa naumba. Sasa leo naomba kwa andiko ya kwamba Mungu Roho ako na sura ya Baba. Maana waliokuwa naumba kwenye hilo andiko tunaambiwa walikuwa na mfano. Yaani anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo walikuwa wanazungumuza ambao wanafanana. Sasa wama wana sura moja. Sasa ili Mungu Roho tukubaliane na wewe leo na nitaaminiana na wewe leo ya kwamba utatu upo. Utakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Sasa wapi kwa andiko Mungu Roho ana sura ya Baba ili hilo na mfano wao, ili tukubaliane ya kwamba kweli walikuwa watatu pale mwanzo? Asante, kwa sababu ukishasema Mungu umeshasema Mungu ni Roho, kwa sababu hata huyo tunayesema mwana Kristo naye ni neno. Neno ni Roho, neno ni Roho. Kwa hiyo unaposema roho, roho is something neuter, is neither feminine no masculine. Yani subiri sasa, roho haina umbile la kiume wala la kike, ni neuter, lisiloambatana na upande wowote. Ndivyo roho alivyo. Kwa hiyo mpaka Mungu alipokuwa anaongea pale kwenye mwanzo ulipouliza, hapana umbo lolote, hapana umbo lolote, ni roho. Mpaka baadaye ndio unaanza kuona sasa anapoanza mwana anaanza kusema naye neno alifanyika mwili. Yani anatoka katika hali ya roho, sasa anaanza kuja katika mwili ili kuwakilisha ile Emmanuel. Sasa uliposema kwamba wapi roho, iliposema Mungu Roho naye ana sura, hiyo sura tayari iko pale. Nimesoma hapa Ayubu 33:4, roho ya Mungu imeniumba. Wewe roho unaweza kuishika. Zaburi 104 mstari wa 30, waipeleka roho yako nao wanaumbwa. Roho unaweza kuishika. Kwa hiyo kabla alivyokuwa anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, hakumaanisha Mungu awe kama mimi nilivyo naumbwa. Maana yake ndani yako wewe roho yumo. Ndio maana tunasema huu mwili huu ukija kufa, tunasema huu ni mwili wa Isaac, lakini roho imemrudia Mungu aliyeitoa. Si umeona hapo? Kwa hiyo ni yule roho wa Mungu ambaye ameletwa ndani yako ndio anakaa ndani yetu, lakini yupo, hana umbile la kama mimi na wewe. Kwanza Mwankema bwana, wacha tuache maandiko yajieleze. Usieleze maneno mingi pale na kupotosha maandiko. Tena swali langu lilikuwa hivi, pale kwenye ile andiko la mwanzo, na hapo ndio bado narudi. Na naomba kama hakuna jibu useme tu hakuna. Kama hakuna andiko usema tu hakuna. Maana pale panasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Sasa unataka useme kwa mfano wetu. Wa nini? Ama si hapo andiko hakuna yenyewe unasema ya nini? Hapo iko andiko liko wazi. Na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Sasa huo mfano kwa hivyo, ili tuone kama ule mfano waliousema roho hayupo. Haya, nisikilize. Na kusikiliza. Sasa lazima tuache maandiko yajieleze. Ni nani aliye na mfano wa Mungu? Ndio nikauliza swali. Andiko moja, Mungu Roho ana mfano wa Mungu Baba ama sura ya Baba. Maana kwa mfano mimi nitatoa andiko, maana tunakubali Yesu ni Mungu, maana ako na asili ya Mungu, tena yeye ni mfano wa Mungu. Kwa mujibu wa ile andiko wa Kolosai 1:15 tunaambiwa naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Hapa tayari tumepata kwenye mwanzo. Tunaporudi kwenye ile andiko tunaona aliyekuwa na Mungu, aliyekuwa na sura ya Mungu ama mfano wa Mungu wa kwanza kwa mujibu wa maandiko ni wa Kolosai 1:15 ambaye ni Yesu. Sasa huyu Mungu Roho ili awe ahusike pale kwenye mwanzo kwa uumbaji, wapi andiko Mungu Roho ana mfano ama sura ya Mungu kama Yesu alivyo mfano na sura ya Mungu? Asante sana. Hata huyo Yesu naye msema asingechukua umbile la kibinadamu wala usingejua awali alikuwaje au sasa hivi alivyo mbinguni yukoje, kwa sababu alifufuka na mwili wa utukufu ambao sio kama huu. Kwa hiyo hilo andiko unalolitaka nimekuambia Ayubu 33:4 anasema roho ya Mungu imeniumba. Alafu Zaburi 104 mstari wa 30 anasema waipeleka roho yako wanaumbwa, kwa sababu alikuwepo wakati wa uumbaji kwenye Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 2 kwamba roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya vilindi vya uso wa maji. Kwa nini? Kwa sababu ndio kipindi cha uumbaji. Asante.
Ameelewa, na utatu sasa ataanza kuufuata. Sawa, kuna swali lingine hapa? Sawa, nataka lakini pia tunataka tujue, kwa sababu tuna somo la pili hapa, tuna mada ya pili. Kamili. Asante. Saa 7 kamili, muda unaisha. Mwankema kaa hapa. Mbona kitabu hapa? Ila kuna maswali mengine moderator, inabidi ya watu wa mtandaoni. Nimechukua mawili tu. Sawa, basi sawa, wewe uliza, wasilisha hayo. Nitawasilisha. Muda nitapatisha kama kuna mmoja kumalizia swali. Haya. Bwana asifiwe. Mwankema, unaamini utatu mtakatifu? Kabisa kabisa, kwa sababu ndivyo Biblia inavyofundisha. Unaamini utatu wako ama unaamini utatu wa umoja wa makanisa? Ninaamini utatu wa Biblia. Wa Biblia? Ndio. Je, unakubaliana na msingi wa Nikea? Msingi wa Nikea? 325? Ndio. Unakubaliana nao? Ninakubaliana nao kabisa. Asante. Katika wewe umesema hivi kwamba nimekusikiza hapa unaongea na katika maswali kwamba Yesu hajazaliwa. Umesema hivyo hujasema? Nimesema namna kuzaliwa kwake, ambayo lugha yetu ya Kiswahili imesema kuzaliwa, tutakaposoma kwenye Kiunani imeandikwa prototokos. Kwa ina maana wewe haikumaanisha born, imemaanisha prototokos. Kwa hajazaliwa. Narudia. Jibu tu swali, hajazaliwa amezaliwa. Sasa kuzaliwa, okay, ameprototokos. Okay. Sasa mbona nasema kwamba wewe unaamini utatu gani? Ninaamini utatu huu wa Mungu mmoja ambaye amejifunua katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nafsi tatu tofauti. Sawa, wewe umesema kwamba pia unaamini utatu wa Nikea, si ndio? Ndio. Sasa naomba niusome utatu wa Nikea hapa. Usome kabisa, na mimi ninao. Katekisimu ya Kanisa Katoliki, sawa? Safi sana. Kanuni ya imani ya Nikea, Constantinople, sawa? Na sadiki kwa Mungu mmoja. Ndio. Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Wewe unaamini Baba ni Mungu mmoja Mwenyezi? Baba ni Mungu mmoja. Sikiliza kwa makini. Na sadiki kwa Mungu mmoja Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Hii ni katekisimu. Sawa? Unaamini nukuu kwenye katekisimu hapa? Tulia kidogo. Sasa ungesoma yote. Naomba tutulie sasa. Wewe umesema hivi, unaamini utatu wa Nikea. Hii hapa ni katekisimu ya Kanisa Katoliki. Sawa? Asante sana. Imesema kanuni ya imani ya Nikea. Simeandikwa hivyo? Ndio. Na Constantinople. Tuko pamoja? Ndio. Tunaanza hivi. Na sadiki kwa Mungu mmoja. Mungu mmoja. Ndio. Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo vinavyoonekana na visivyoonekana. Ndio. Unakubaliana? Nakubaliana. Unakubaliana? Wewe Mungu mmoja ni. Twende sehemu ya pili. Nakubaliana. Twende sasa. Na sadiki kwa Bwana mmoja. Yesu Kristo. Mwana pekee wa Mungu. Sawa, mwana pekee wa Mungu. Aliyezaliwa na Baba tangu milele. Unakubaliana? Ninakubaliana. Ndio ile monogenes. Ndio monogenes. Sasa wewe ulikataa kwamba Yesu hajazaliwa. Namna mlivyokuwa mnaongea azaliwa yenu sio ya monogenes. Ndio maana nikakwambia hiyo yote ya monogenes sio. Tuendelee. Monogenes sio. Tuendelee sasa. Tulie kidogo. Masawe, si umeileta tuendelee. Si nimekuambia hapo nakubali. Unakubali? Hamna shida. Tuendelee. Kwa maana ya monogenes, Twende. Tangu milele yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu. Yes, ndio hicho nilichokuwa nataka. Ulitaki umalizie hapo. Mungu aliyetoka kwa Mungu. Ndio ile monogenes theory. Mimi nilijua tutafika huko. Sikiza kwa makini. Mimi si nimetoa nukuu. Ndio. Sio, subiri sasa. Wewe umeshakubali kwamba kuna Mungu mmoja Mwenyezi Baba. Sawa? Ndio. Na Yesu Kristo mwana wa pekee wa Mungu aliyezaliwa na Baba. Sawa? Ambaye ni nani? Ni Yesu. Endelea. Tuendelee sasa. Mungu aliyetoka kwa Mungu. Asante sana. Sasa mwanga kwa mwanga. Hapo. Uwaeleze na watu Mungu aliyetoka kwa Mungu kivipi? Ndio. The only begotten son of God. Sio sani. Hapa pamesema Mungu aliyetoka kwa Mungu. Wewe unaingiza sani. Sikiliza. Ukianza kuingiza sani utakuwa unarudi kwenye kile nilichokifundisha mimi. Kwamba ile maana ya monogenes ndio maana pale wakasema sani kwa sababu alijishusha.
Sasa na wewe wapi imeandikwa imejishusha? Kwenye mdomo kwenye Wafilipi 2:6 mpaka 7. Kwenye mdomo unasema sani. Wakati hapa pamesema Mungu aliyetoka kwa Mungu ambayo ni monogenes theos. Tasikiliza kwa makini. Hii ndio imani ninayoiamini. Sikiliza kwa makini. Hii mimi sikatai. Asante. Kama ukatai, tuko pamoja. Kwa hiyo unakubali kwamba tulie basi. Tulie kidogo. Kwa hiyo maana yake hii aliyezaliwa hapa sio, tulie kidogo. Haina maana kama ulivyokuwa unaifikiria. Tulia. Jamani tuko kwenye imani. Nakuja. Taratibu tu. Sawa. Asante sana. Imeanza hapa na sadiki wa Bwana mmoja. Tulia kidogo. Yesu Kristo. Huku tumemaliza. Nakuja hapa. Situlie. Mimi sina swali langu mimi. Asante. Wewe ushakubali kwamba kuna Mungu mmoja mwenye? Tunakubaliana? Ndivyo ilivyoandikwa. Unakubaliana? Sasa ndugu, jibu swali. Mimi nimesema nakubali. Kule tumemaliza. Wewe unakubaliana? Mimi ninakubali. Asante. Haya. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo mwana wa Baba wa Mungu aliyezaliwa na Baba tangu milele. Tumekubaliana. Sawa? Ndio. Kumbe sasa huyu mwana anatoka kwa nani? Amezaliwa na nani? Na Baba. Hapa pamesemaje? Nakuja sasa hapa. Mungu aliyetoka kwa Mungu. Swali kwako. Ametoka kwa Mungu yupi? Asante sana. Ametoka kwa Mungu Baba. Ambayo ni monogenes theos. Mono moja. Naomba wasikilizaji wetu mnaotufuatilia huko, hawa lugha ya Kigiriki inawapiga chenga. Kwa Kigiriki mono maana yake moja, alafu genes ndio ile tunapata jini, yani vinasaba. Kwa hiyo manake kinasaba chao ni kimoja, ila huyu sasa ametoka kwenye kile kinasaba ndio akaitwa mwana kwa lengo la wokovu. Asante. Wewe umetoa wapi katika lengo la wokovu? Kwamba lengo? Hapo kwanza. Twende hapo. Nimetoa wapi? Twende hapo kwanza. Sawa, hapo. Tuko kwenye Nikea. Ametoka katika nasaba. Twende kwa Nikea. Tunakubaliana. Hapa. Sawa. Twende kwa Nikea. Ametoka kwenye nasaba. Ametoka? Nasaba. Hapa gani? Amesema Mungu aliyetoka kwa Mungu. Mungu yupi? Hapa Mungu yupi? Anamaanisha katika uungu maana yake Baba. Baba. Yeah. Kwa hiyo amechukua nasaba ya nani? Amechukua? Nasaba ya nani? Nimesema ametoka kwa Baba. Baba tunaposema umesema ana nasaba moja. Nasaba kutoka kwa nani? Masawe, unapenda kubishana. Nasaba kutoka kwa nani? Masawe, mwana anachukua nasaba kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Mungu yupi? Ilivyoandikwa hapa. Mungu Baba. Imeandikwa hivi, unisikilize, imeandikwa hivi. Mungu aliyetoka kwa Mungu. Mungu yupi? Mungu yupi sasa? Mungu aliyetoka kwa Mungu. Ndio. Mungu yupi aliyetoka kwake? Sasa hapa wameandika Mungu yupi? Sasa sikiliza kwa bana. Tuendelee. Mwanga kwa mwanga. Mungu kweli. Kwa Mungu kweli. Mungu kweli kwa Mungu kweli. Sikiliza, alizaliwa bila kuumbwa. Alizaliwa bila kuumbwa. Kuna watu hapa waliuliza, walisema Yesu kaumbwa. Hapa panasema kumbe amezaliwa bila kuumbwa. Ndio, nakubaliana mimi na wewe. Yesu amezaliwa. Sawa? Bila kuumbwa. Ila amefanyaje? Ila amefanyaje? Kwa sababu ni nani? Ila amefanyaje? Amezaliwa hajazaliwa? Kuzaliwa kwa Mariamu. Amezaliwa kwa Mariamu, amezaliwa. Sasa wewe anapinga Nikea, imani ya Nikea. Sio kwamba napinga imani ya Nikea. Hapa imani ya Nikea imesema amezaliwa na Mariamu, amezaliwa na Mungu. Masawe, naomba unisikilize. Jibu swali. Katika imani ya Nikea, Yesu amezaliwa na Mungu, amezaliwa na Mariamu. Hapa. Hii unayosema wewe ya kuzaliwa hiyo nimekuambia ni prototokos. Okay, mimi nafikiri imeeleweka. Asante sana. Sasa naomba nichukue maswali ya wasikilizaji hivi. Nendeni mjifunze lugha ya Kiunani. Msipofanya hivyo ndio maana hata Pastor Chai mpaka leo yuko kimya. Kwa sababu tutakapofika kwenye lugha ya Kiunani, tukasoma lugha ya Kiunani, tuachane na hivi Viingereza na Viswahili, kila kitu utaona kiko sawa sawa. Mimi nafikiri wasikilizaji wameelewa. Wasikilizaji kweli wameelewa kabisa. Sasa tuende vizuri. Kwamba monogenos theos ndio maana yake kuzaliwa. Ni kuzaliwa kwa namna gani? Prototoko. Sasa swali napenda kuja. Wakolosai 1:15. Naomba nichukue swali la mawili ya wasikilizaji. Asante, chukua. Sawa. Asante. Twende. Leo tunataka tumalize hii mada ya utatu, tumalize kabisa. Inasema hivi. Naomba mwalimu Wankemwa anisaidie swali hili. Ndio. Mungu Baba ana roho yake? Pili, mwana wa Mungu ana roho yake? Tatu, je, Mungu Roho Mtakatifu ana roho yake? Karibu. Asante. Kwamba Baba ana roho yake, yani Baba kama Baba kwamba ana roho yake, hamna. Na wala kwamba Mwana ana roho yake, hamna. Na kwamba Roho Mtakatifu ana roho yake, hamna. Bali huyu Roho Mtakatifu huyu ndio ambaye anashiriki katika zile nafsi ya Baba na ya Mwana, na yeye akiwa nafsi ya tatu, kama Biblia ilivyothibitisha na kama vitabu vya roho ya unabii vilivyothibitisha hapa. Okay, kwa ina maana Roho Mtakatifu ni roho ya Baba. Kwa mjibu kwa jibu lako leo jibu. Kwamba Roho Mtakatifu ndio roho ya Baba. Yaani iko hivi, sielewi huelewi wapi. Nimekuambia huyu Roho Mtakatifu
na yeye peke yake ni nafsi. Lakini anapokuwa nafsi, bado Baba anashiriki na Baba na anashiriki na Mwana, kama vile ambavyo na Mwana naye anashiriki na Baba na Roho Mtakatifu. Na ndio maana Yesu alikuwa anasema, nami nitamwomba Baba, atawatumia msaidizi mwingine, ndiye Roho Mtakatifu. Alafu anasema naye tena na Mwana naye anamtuma. Yaani unaona Roho Mtakatifu anatumwa na wote wawili, Baba na Mwana. Kwa nini? Kwa sababu na Roho Mtakatifu naye ni sehemu yao katika ule utatu. Sasa ukianza kusema kwamba Baba ana Roho Mtakatifu wake, hamna hicho kitu. Okay, kwa maana tukisema Mungu, roho ya Mungu ni yupi? Ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ndio. Sema roho ambaye ni nafsi ya tatu. Roho wa Kristo ni yupi? Okay, ni Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi ya tatu. Huyo Kristo ni nafsi ya pili. Na roho ya roho? Hamna, kwa sababu ni Roho Mtakatifu. Hiyo imeeleweka. Asante sana. Swali la pili nakuja, sawa? Ambalo ndio la mwisho. Afu nitakuja na langu la mwisho na maliza. Langu fupi tu. Masawe. Tufanye hivyo. Dakika zangu ziko. Swali lingine liko hapa. Naomba uniulizie swali hili kwa walimu wote. Yesu amewahi kuzungumza na Mungu Roho kwa mujibu wa Biblia? Yaani kwamba kama Baba na Mwana walivyozungumza. Kwanza hiyo habari ya Mungu Roho hapa angetakiwa tutolea andiko yeye. Wote tumezungumza habari ya Mungu Roho hapa au tena unakataa tena hapa juzi? Ninamaanisha hivi. Kuna andiko nitatoa hapa, mtaanza kuleta ubishi. Huyu ameuliza kuna mahali Yesu aliwahi kuzungumza na Mungu Roho, kwa maana Mungu Roho Mtakatifu. Mimi nitakwambia ndio. Thibitisha. Nithibitisha hapa. Katika Isaya sura ya 6 mstari wa 8. Anasema kisha nikasikia, tuisome hapa. Tuisome hapa. Isaya 6. Ndio. Isaya 6:8. Nimefika 6 mstari wa 8. Asoma hii hapa. Inasema hivi? Hii hapa mstari wa 8. Mstari wa 8. Kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa nitume mimi. Ndio. Sawa? Sikiliza kauli hapa. Ni mtume nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Si ndio? Zingekuwa nafsi mbili tu, ya Baba na ya Mwana, asingeuliza ni mtume nani, kwa sababu angekuwa iko nafsi ya Mwana tu ambaye angesema Mwana ninakutuma. Lakini kwa sababu iko nafsi zaidi ya moja, ndio maana anasema ni mtume nani, yani between you, nani aende. Hapa kuna sauti nasema, ndipo niliposema mimi hapa nitume. Maana yake ni nafsi ya Mwana imekubali nitume. Sasa Roho Mtakatifu waliongea wapi na Yesu? Katika Luka 1:35 kwamba malaika anamwambia Mariamu, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Aliyekuja kutengeneza mazingira ya Mwana kule alikokubali nitume mimi ili aje tumboni alikuwa ni Roho Mtakatifu. Maana yake Mwana na Roho Mtakatifu walikuwa wanaongea juu ya hiki kinachofanyika. Na ndio maana hata Yesu alipomaliza kazi anasema hivi, huyu Roho Mtakatifu atatua katika yaliyo yangu, kwenye Yohana 16:13. Maana yake kumbe Yesu na Roho Mtakatifu wameishaongea kwamba atakuja kufanya nini duniani. Mwana hayupo, tumebaki na Roho Mtakatifu anafanya ya Yesu walioongea na kukubaliana. Asante. Utatu Mtakatifu upo. Ngoja Mwalimu Nkemo asiondoke. Watazamaji wetu, hapa ndo tunafikia mwisho wa kipindi chetu kuhusiana na mada ya Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo nitakupa dakika moja uage watazamaji. Mwalimu Ndacha, na wewe karibu kwa dakika moja uage watazamaji, alafu mtakuwa na dakika za kupumzika kama 8 au 7, tutaingia kwenye mada ya pili. Asante sana. Rafiki zangu mliotufuatilia, ninarudia tena, huwezi ukahubiri habari za wokovu kama utapinga fundisho la utatu. Nilishasema na kwenye madhabahu hii kwa uaminifu kabisa, na Mungu ananishuhudia na Roho Mtakatifu ananishuhudia, hautaweza za wokovu kama unapinga fundisho la Utatu Mtakatifu. Hautaweza. Na kama utakuwa kwenye makundi hayo wanaopinga Utatu Mtakatifu, alafu kijidanganya eti kwamba uko kwenye imani ya kweli, wokovu wa Mungu utaukosa. Umeona kila wakati nilivyokuwa naeleza jinsi ya mtiririko kutoka Baba kuja Mwana kuja Roho Mtakatifu. Mnaona hata wakati wa ubatizo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, yani zote zinaenda nafsi tatu. Na hii hata kwa hao ambao ni Wasabato nimethibitisha hata kwenye vitabu vyao kwamba Ellen anasema Baba na nafsi na Mwana na nafsi, alafu na Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu. Alafu atokee mtu hapa akuambie eti Mungu hayuko katika nafsi tatu. Ninakuambia hivi, anakunyima karama ya Mungu ya wokovu. Narudia tena,
anakunyima karama ya Mungu ya wokovu. Mimi hata kama hatutaongea tena na Mwalimu Ndacha kuhusu hii, nimenawa. Ujue unanyimwa karama ya wokovu. Kwa hiyo mtakaa kwenye madhabahu mnaongea tu Yesu mwana wa Mungu, mnaishia hapo, lakini hamugusi habari za wokovu. Kwa sababu ili uguse habari za wokovu lazima uhusishe Baba, uhusishe Mwana na uhusishe Roho Mtakatifu katika utatu wao. Hiki ndicho ambacho nataka watu waweze kukijua leo. Mungu awabariki. Amen. Wale ambao mnafuatilia kwa makini, kuna kitu kimoja ambacho Yesu alikemea kwa ajili ya Mafarisayo. Mafarisayo waliondoa watu kwenye maandiko na wakaanza kuwafundisha dogma na mapokeo, jambo ambalo limerudiwa na wana theolojia. Ukisoma katika vitabu vya kidini ambavyo hawa kina Mwankemwa wanazitegemea, zinakubali ya kwamba fundisho la utatu ni dogma, ni fundisho la kutengenezwa na wanadamu. Biblia inasema uzima wa milele katika Yohana 17 mstari wa 3 ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 14 inasema tumeona na tumeshuhudia ya kuwa Baba amemtuma Mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kwa hivyo imani yetu sio kuamini miungu mitatu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hiyo sio imani yetu wala imani ya Wakristo. Imani ya Wakristo, ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 5 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 5, imani yetu ni kuamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na amezaliwa na Mungu, na hakuna mwingine anayetuokoa, hakuna mwingine anayetuombea isipokuwa Yesu Kristo. Sasa fundisho la utatu linaondoa kabisa Yesu kuwa mwana wa Mungu. Hata kufa kwa Yesu msalabani, fundisho la Yesu linaondoa. Maana Biblia inasema Mungu hawezi akafa, Mungu hapatikani na mauti. Kwa hivyo wana utatu wanamalizia kusema Yesu hakufa, wanadai ya kwamba ni mwili tu uliokufa pale msalabani. Kwa hivyo kama vile ambavyo amesema ya kwamba hata kama hatutajadili tena, hata mimi narudia maneno aliyosema Mwankemwa, nimenawa kuhusu Mwankemwa. Kuhusu Mwankemwa nimenawa, na ninadhani ya kwamba haya tunayo ya rekodi yatakuwa na ushahidi mpaka siku ya Kiyama ya kwamba Mwankemwa alikataa maandiko na kutumia theolojia za kipagani. Asanti na Mungu awabariki.